Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, karibu sana. Jina langu naitwa Nice Godfrey, na leo tunaenda kwenye mada ambayo inasema, je, ni matumizi sahihi ya dawa ya P2 ni yapi? Na tuungane na daktari anaitwa Francis Christopher, atatueleza kiundani zaidi. P2 ni moja ya njia ya uzazi wa mpango ambayo inatumika mara nyingi. P2 ina kitu kinaitwa levonorgestrel ambayo ndo active ingredient ambayo ipo ndani ya P2, ambapo imetengenezwa kwa kopi ya levonorgestrel, ambayo levonorgestrel ni homoni ambayo inapatikana kwa mwanamke. Kwa hiyo P2 imetengenezwa ni kama kopi ya levonorgestrel, ambapo kazi ya levonorgestrel ni kuzuia ovulation, ambapo inafanya kazi ya kuzuia yai kutolewa kutoka kwenye ovary. Pia kazi nyingine, inafanya kazi ya kuweka ute wa mlango wa kizazi kwa mzito, ambapo itafanya kazi ya kuzuia mbegu au sperm kupenya kwenye yai. Pia inabadilisha ukuta wa mfumo wa mimba ambao kitaalamu wanaita endometrium, ambapo kitu kinafanya inaenda kuzuia yai lililorutubishwa kujipandikiza. Sasa P2 imekuwa ikitumika kwa matumizi mbalimbali kama ya kinga ya emergency, lakini P2 ina faida na hasara zake. Moja ya faida zake ni kuzuia mimba baada ya tendo la ndoa bila kinga. Kwa hiyo inasaidia kuzuia mimba baada ya tendo la ndoa bila kinga ndani ya masaa 72, lakini inafanya kazi kwa ufanisi ndani ya masaa 24 ambayo inakuwa ni siku moja. Sasa licha ya faida hii ambayo inasaidia, lakini pia P2 ina hasara zake, ambapo moja ya hasara zake, P2 yenyewe haitumiki kama njia ya kawaida ya uzazi wa mpango, kwa sababu inaweza kusababisha mabadiliko ya hedhi na kuchelewa kuanza mapema. Pia P2 ina madhara madogo madogo au maudhi madogo madogo, wanaita kitaalamu side effect, kama kichefuchefu, kizunguzungu, uchovu, maumivu ya tumbo. Pia P2 watu wanachanganya, wanadhani kwamba P2 inaweza ikazuia magonjwa ya zinaa kama ukimwi, lakini haifanyi kazi hiyo. Pia P2 ufanisi wake hupungua ikitumia mara kwa mara. Unapokuwa unatumia P2 mara kwa mara, inasababisha ufanisi wa P2 kupungua na kushindwa kufanya kazi. Sasa matumizi sahihi ya P2 ni yapi? Matumizi sahihi ya P2 unatakiwa utumie ndani ya masaa 72 baada ya tendo la ndoa bila kinga. Kwa hiyo unaweza kutumia kidonge kimoja au kuna nyingine zina vidonge viwili kutokana na ule strength au zile miligram. Kama ni dozi ya vidonge viwili, cha pili kinamezwa baada ya masaa 12. Unatakiwa usitumie zaidi ya mara moja kwa mzunguko mmoja wa hedhi. Unatakiwa at least ndani ya mzunguko mmoja wa hedhi utumie mara moja, usitumie zaidi ya hapo, kwa sababu inasababisha madhara mengi, hasa hormone imbalance. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.